Watazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Ni kitu gani ambacho kimekufanya haujaweza kujiunga na ukumbi huu? Haujaweza kusubscribe? Manake unapitwa na mengi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, nikope lako sikio, tujadiliane mawili matatu, tupashane yale ambayo yanazidi kuendelea aswa kwenye ulingo wa kisiasa. Serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo iliingia madarakani kwa kumwaga damu kisha wakajiapisha wakiwa kwenye kambi ya kijeshi, wameandamana na wanaandamana kwenye barua wakilalamikia hatua za bunge la Ulaya kusitisha misaada yake ya bajeti au kusitisha misaada yake kuja Tanzania mwaka huu, mwaka 2026. Sasa katika barua ambayo Samia wameandikia bunge la Ulaya wakiwa wanaandamana, wanalia kwamba wao wenyewe kama serikali ya CCM walieleza bunge la Ulaya kile ambacho kiliweza kujiri, lakini eti kwamba wanasikitishwa maoni yao yote ambayo waliweza kuyatoa hayajaweza kuzingatiwa. Wacha nikuulize mtazamaji wangu, maoni ya serikali ya Samia yanaweza yakazingatiwa kivipi kipindi ambapo kila kitu ambacho waliahidi kwamba watakifanya kinaonekana? Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, ni kipi hichi ambacho kimefanya mpaka serikali ya Samia kuandamana? Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 18 mwaka 2026 mwezi huu wa Juni, bunge la Ulaya walipiga kura kwa kuinua mikono juu kwamba wasitishe mchango wao wa misaada katika taifa letu la Tanzania. Sasa wakapiga kura kwa kuinua mikono kwa kile ambacho wanasema kwamba yale ambayo yalitokea mwaka uliopita ni mabaya. Tukianzia kulingana na bunge la Ulaya, wanasema kwamba ule uchaguzi ambao uliweza kufanyika ulikuwa ni uchaguzi wa kunyang'anya wananchi haki yao ya demokrasia. Unajua, wacha nikueleza hivi, fraudulent elections kwa lugha ya Kiswahili inaitwa ni uchaguzi wa uporaji. Waliweza kupora wananchi haki yao kwa sababu walijilazimisha kubaki madarakani, wakalazimisha wananchi kwamba wakubali Samia ndio rais. Huo ni uchaguzi wa uporaji, uchaguzi wa kugushi, uchaguzi ambao tunasema kwamba hauhitajiki kuitwa uchaguzi tena. Sasa hicho kitu, ama ukipenda uchaguzi wa unyang'anyi, hicho kitu kimeweza kukasirisha bunge la Ulaya mpaka wakaweza kusitisha kitu ambacho kinaitwa msaada wao baada ya serikali ya Samia kuandaa uchaguzi wa udanganyifu, uchaguzi wa uongo, uchaguzi ambao haukukuwa na uadilifu. Sijui kama unanielewa mpaka hapo hivyo. Fraudulent election. Kitu kingine ambacho bunge hili la Ulaya waliweza kusema kwamba kiliweza kuwakasirisha ni watu ambao waliuawa. Na baada ya Samia kuunda kile ambacho kiliweza kuitwa tume ya uchunguzi, ikapata kwamba watu 518 waliuawa. Lakini mpaka sasa hivi hakuna yule ambaye ameweza kukamatwa. Because mimi ninaweza nikakusomea, ndio hii barua mimi niko nayo hapa kutoka Ulaya. Sasa wanasema kwamba tangia hao watu wapatikane kwamba waliuawa 518, hakuna mtu yeyote mwenye amepatikana
na kukamatwa na serikali kwamba huyu ndiye aliweza kusababisha vifo vya hawa ndugu zetu 518. Hata hivyo, familia hazijaweza kupata haki ambazo ziliweza kupoteza ndugu zetu. Kile ambacho kiliweza kukasirisha tena bunge la Ulaya ni jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanatekwa, wanapotezwa. Tundu Lissu alitekwa na kukamatwa, amefungiwa kwa jela mpaka sasa hivi, licha kwamba bunge la Ulaya lilitaka kwamba Lissu aachiliwe mara moja na apewe matibabu. Sasa baada ya bunge la Ulaya kutoa hayo yote, leo Msigwa ambaye ni msemaji wa hii serikali batili yake Samia Suluhu Hassan amekuja kwenye mitandao ya kijamii akilia na kuelezea wananchi kwamba tulijaribu kueleza bunge la Ulaya hivi na vile, lakini hawakuzingatia mapendekezo yao. Ndio hii hapa barua, ama ndio hii ambayo unaiona hapo, lakini mimi sitaweza kusoma haya mambo yote ambayo serikali inasema, kwa sababu mara nyingi nimegundua kwamba serikali inafikiri kwamba bunge la Ulaya hawaelewi Kiswahili. Kwa hivyo wanajaribu kuzungumza kwa Kiswahili ili wa Ulaya wasielewe. Sasa Msigwa kwenye haya za mwisho anasema kwamba baadhi ya hoja zilizomo katika azimio hilo lililopitishwa haziakisi kikamilifu kweli na uhalisia wa hali halisi ya Tanzania na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali baada ya matukio ya Oktoba 25. Sasa unaona serikali ya Samia inaandamana kusema kwamba yale ambayo bunge la Ulaya waliweza kuyaandika eti kwamba ni ya uongo. Bunge la Ulaya walisema kwamba watu waliuawa, ndio. Uchaguzi ulikuwa ni wa udanganyifu. Uchaguzi ulikuwa ni wa uongo. Sasa Tanzania na serikali ya Samia wanaandamana wakisema kwamba mlisema eti kwamba tuliandaa uchaguzi wa udanganyifu. Uchaguzi ulikuwa wa haki na huru. Sasa kama uchaguzi ulikuwa wa haki na huru, mbona Samia alienda kujiapisha akiwa ndani ya kambi ya jeshi? Hii ndio unaona anaandamana hapa. Wanaandamana na kulia kwa sababu kama ni kuua waliua, kama ni kuteka waliteka, kama ni kuiba uchaguzi waliiba, kama ni kumtesa Lissu wamemtesa. Hawajaweza kuwakamata wale ambao waliua ndugu zetu. Hawajaweza kuwafungulia mashtaka wale ambao waliweza kuwaua ndugu zetu. Sasa ni wapi ambapo bunge la Ulaya limedanganya hapo? Hapana, hawajadanganya. Wale ambao wanajaribu kudanganya ni bunge, ama wale ambao wanajaribu kudanganya ni Samia Suluhu Hassan na utawala wake. Unaona hapa wanalia kwamba yale ambayo yapo kwenye hizo maazimio yaliyopitishwa eti hayaakisi ukweli wa mambo ambayo yanaendelea Tanzania. Kwa hivyo wanataka kusema kwamba bunge la Ulaya lingekubali kwamba Samia aliteua jopo la Jaji Chande kufanya uchunguzi. Kamati ama jopo ambayo iliweza kuleta ripoti ambayo ni feki. Sasa walikuwa wanataka bunge la Ulaya liweze kukubali kwamba ndio Samia aliunda jopo la uchunguzi. Lakini kama hilo jopo la uchunguzi lilikuwa sawa na wakapata majibu, mbona wakaficha ripoti? Hata bunge la Ulaya kwenye ripoti yao waliuliza hivi, mumefanya uchunguzi, mumepata watu 518 waliuawa, mbona mmeficha ripoti? Lakini serikali ya Samia inaandamana ikisema kwamba hawajaweza kuficha ripoti. Lakini Samia mwenyewe si alieleza kwamba ripoti ilikuwa ni ya rais na wala si ya wananchi. Wakaendelea kulia kwamba serikali ya Tanzania ilitoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hizo kwa bunge la Ulaya na kwa wabunge wote wa bunge hilo kabla ya upigaji wa kura. Hivyo serikali
inasikitishwa kwamba pamoja na ukweli huo kujulishwa, hoja zilizo katika azimio hilo hazijazingatiwa ukweli huo ama hazijazingatia ukweli huo. Unaona, serikali ya Samia inaandamana kwamba eti ilijaribu kuelezea bunge la Ulaya kwamba wamechagua tume ya Jaji Chande kuchunguza na kufahamu wale ambao waliua ndugu zetu na kufahamu ni kwa nini wananchi waliandamana. Sasa tume ya Jaji Chande ikapata matokeo, kasema kwamba Watanzania walikuwa wanauana wenyewe kwa wenyewe. Haya, wakasema kwamba Watanzania tulikuwa tunajiteka, sijui nakuta kwamba tuko na mgogoro wa mapenzi tunajiteka. Sasa hebu acha nikuulize, hata watoto wa chekechea wanaweza wakaamini hiyo ripoti? Sasa walieleza bunge la Ulaya eti kwamba walichagua tume ya Jaji Chande ikafanya uchunguzi. Sasa hii tume ilikuwa inataka kujua hivi, ama hili bunge la Ulaya walikuwa wanataka kujua hivi, kama mliunda tume ikapata majibu, ni wangapi ambao wamekamatwa walioua, na ni akina nani hawa ambao waliua? Mmewafungulia mashtaka? Mbona hamjaweza kumwachilia Tundu Lissu? Sasa wanataka Ulaya iamini kwamba eti Tundu Lissu ameachiliwa, na hayo ndiyo yalikuwa mapendekezo ya Ulaya kwamba Tundu Lissu aachiliwe mara moja. Waliokamatwa kwa sababu za kisiasa waachiliwe mara moja, waliotekwa waachiliwe mara moja. Hii serikali ambayo inadanganya wananchi sasa imeamua kuandamana ikiwaambia Watanzania licha kwamba waliweza kusitisha msaada wao, Tanzania na Ulaya wanashirikiana. Sasa wanashirikiana kivipi kipindi ambapo Ulaya wameweza kutoa msimamo kwamba uchaguzi ambao mlifanya ulikuwa ni uchaguzi wa kimabavu, uchaguzi wa udanganyifu. Kitu ambacho Ulaya wanauliza ni hivi, mbona mlifanya uchaguzi wa udanganyifu mwaka 2025 Oktoba 29? Samia na vibaraka wake wanasema kwamba mnadanganywa, sisi tuliandaa uchaguzi mzuri, kitu ambacho kinajulikana. Ulaya wanauliza maswali kuhusu ndugu wenzetu ambao waliuawa, lakini sasa penye serikali ya Samia inajifunga ni pale ambapo wanasema eti kwamba walifanya uchunguzi wakapata watu ambao waliuawa walikuwa 518. Kama hawa watu 518 waliuawa, miili yao iko wapi? Hapo ndio sasa tunapaswa kuanza kuuliziana. Kusema ukweli, mazishi ambayo yaliweza kuandaliwa kwa ndugu zetu ambao walipotea, hata miili ambayo iliweza kuzikwa kiheshima haiwezi kapita 100. Basi tukiamini hii ripoti ya Jaji Chande kwamba watu 518 ndio waliuawa, na tukiangalia matukio ya wale ambao walikuwa wanazikwa, miili haiwezi kapita 100. Miili mingine iko wapi kama hawakuweza kuzika kwenye kaburi la pamoja? Sasa wanataka bunge la Ulaya waamini kwamba familia walipewa miili wakaenda kuizika, si ndio? Vile vile Ulaya walitaka kujua haki za wanasiasa katika taifa letu la Tanzania. Waliokamatwa waachiliwe, waliopotezwa waachiliwe. Unajua sasa hivi raia wa Tanzania hawataki serikali ya Samia. Kila ambacho wanataka ni uchaguzi mpya uweze kuandaliwa, tuchague rais, tuchague wabunge, katiba mpya iletwe, waliokamatwa waachiliwe. Na wengine wanapendekeza kwamba Tanganyika ipewe
nafasi ya kukua na taifa au na serikali yake. Kwa hivyo mimi ninashangaa ni kwa nini serikali ya Samia Suluhu Hassan inaandamana na wameanza kupokea ama wameanza kuyavuna yale ambayo waliyapanda. Walipanda mauaji, wameanza kupokea vikwazo. Unajua, wacha nikueleze hivi. Hii serikali inapaswa kuuliza Zimbabwe na wanapaswa kuuliza Burundi vikwazo huwa vinaonekana kivipi, kwa sababu Burundi kipindi kimoja imewahi yekewa vikwazo na Marekani, imewahi yekewa vikwazo na mataifa mengine. Zimbabwe vilevile imewahi yekewa vikwazo, kitu ambacho kilifanya mpaka shilingi ya Zimbabwe ikapoteza dhamani, ikapoteza value. Sijui wazo lako ni lipi, mtazamaji wangu? Sema nasi narejea na mengi tena zaidi.